Nilisema ikifika usiku ni uweze kutoa maoni yangu mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kimetokea leo pale kwa Mkapa. Cha kwanza nilichokiangalia, nani aliyewazuia Simba kuingia uwanjani na walizuiliwa katika maeneo gani? Moja, walizuiliwa nje ya uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo wao Simba pamoja na hao wanaowazuia wote walikuwa nje ya kwa Mkapa, nje ya geti. Geti lilikuwa limefungwa. Nani amefunga geti? Nani mwenye mamlaka ya kufunga geti? Mmiliki wa uwanja ni serikali. Tafsiri yake ni kwamba meneja wa uwanja hakufungua geti kwa ajili ya kuweza kuwaruhusu hata hao ambao wanaitwa Yanga kuingia ndani wala Simba kuingia ndani. Swali, katika barua ya TFF inaonyesha Simba hawakutoa taarifa kwamba wataenda kufanya mazoezi hiyo saa 1 jioni. Je, hakukuwa na pre-matching kikao kabla ya mechi? Kilikuwepo. Kwa nini hawakusema? Tafsiri yake ni kwamba either walisahau au walidharau. Sasa mwisho wa siku ndo hichi kilichotokea. Na nani aliahirisha hii mechi? Hilo ndo swali lingine. Wa kwanza kusema hatutacheza ni Simba. Kwa TFF walikuja kama kuwekea tu muhuri kile ambacho tayari hata Simba walikuwa shakiamua muda mrefu. Lakini nilifuatilia page ya TFF mpaka mchana. Ilikuwa inahamasisha watu wanunue tiketi kwa magemu ipo. Ilikuwa inahamasisha kwamba gemu ipo, dabi ipo. Lakini baadaye walikuja wakabadilisha na kugairisha hiyo game. Sasa kwa mfumo huu wa uendeshaji wa ligi kiuhalisia ni mfumo ambao utawatesa sana mashabiki wa hizi timu mbili. Tunaomba sana hasa mashabiki wa Yanga, viongozi wa Yanga wasikubali kurudisha timu uwanjani mpaka pale ambapo tutaona kuna watu wamechukuliwa hatua kutokana na hichi kilichotokea. Kwa sababu tumeona game nyingi zilichezwa, zilitokea mizengwe zikachezwa. Pamba na Simba kulikuwa na mizengwe na ikachezwa. Lakini pia tumeona game nyingi ambazo zilikuwa na mizengwe inafanana kama hivi lakini hazikuahirishwa, zilichezwa. Kwa nini hii ya kwetu imeahirishwa?